Maonesho ya Nane Nane huangazia mchango wa wakulima na wadau wa kilimo pamoja na teknolojia, bidhaa na fursa mbalimbali katika sekta ya kilimo. Leo ikiwa ni kilele cha maadhimisho ya siku ya Nane Nane, Jimbi TV tumefika mahali hapa ili kuzungumza na wadau mbalimbali pamoja na wananchi waliofika katika maonesho haya, na tutazungumza nao watuambie utofauti wa Nane Nane ya mwaka huu na Nane Nane zilizopita ilikuwaje. Lakini pia tutatamani kufahamu hali ya usalama leo hapa iko vipi. Jina langu ni Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu, ambatana na sisi. Nimefika hapa pamoja na mambo mengine kuja kuangalia namna ambavyo maendeleo ya teknolojia na kilimo na uzalishaji ulivyo kwa kadiri miaka inavyozidi kusonga mbele. Lakini pia ni muhimu kwa sababu ni zoezi la kitaifa, na wakulima na wafanyabiashara ama wafugaji wote hawa ni wahudumiwa wa serikali, na pamoja na kuja kuangalia, naona serikali pia imeweka ulinzi ni wa kutosha, kwa maana ya kama kawaida ambavyo ni wajibu wao, lakini kuna amani ya kutosha kwa sababu tangu nimetoka mjini sijaona ghasia yoyote, na pamoja na kutoka mjini kote huko nimekuja kukuta polisi ambao walikuwa nao kwenye safari kama ya kwetu ya kuja huku viwanjani, lakini sikuona kwamba kulikuwa kuna harakati nyingi ambazo zinaweza kuhatarisha amani na usalama wa raia. Na raia kama ambavyo naona na ambavyo nimefika hii mara ya pili, lakini naona raia wanaendelea na shughuli zao kama kawaida vizuri tu na kwa amani kabisa. Naitwa Eliana Johnson, nafanya kazi chini ya taasisi sio ya kiserikali UDEFO, Human Dignity and Environmental Care Foundation. Tunajihusisha na utu na utunzaji mazingira, lakini hapa tupo kwenye banda la Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini kwa bidhaa zetu sisi tumebezi upande wa uvuvi ambao ni baharini. Kwa bidhaa zetu nyingi tumerejelesha kutoka kuwa taka kuwa fursa. Na mnazirejeleshaje sasa? Mfano baharini tukienda kufanya usafi tunakutana na plastiki. Kwa ile chupa ya plastiki sisi tunairejelesha inakuwa bidhaa. Ndio unakuta kama hii hapa ni plastiki ile ya chupa ya maji, na hii eleni ni kile kiholder cha kwenye chupa ya maji. Kwa hivyo basi afu tunakutana pia na vizibo vya soda, vya maji pia navyo tunavirejelesha. Tunapata hichi kitu kinaitwa table mat. Kwa ni nyingi, kwa tunakutana pia na CD tunarejelesha pia, nayo inakuwa table mat kwa ajili ya urembo au mezani kwa ajili ya chakula hivyo. Hapo ni upande wa plastiki. Lakini tukija pia kwenye nguo, umeona hapa tuna bidhaa za nguo hizi, kusema baharini hapana, ila tuna mradi ambao tunasaidia watu. Kwa hiyo unakuta mtu labda wewe una nguo ukituletea sisi tunaangalia nguo inafaa kwenda mtu kuivaa, hapana haifai. Kwa hiyo tunairejelesha. Kwa hiyo unakuta kama hii jinsi tuliona haifai tena kuvaliwa ile mtu ametuletea. Kwa hiyo tunairejelesha, tunatengeneza begi. Hii hapa ni laptop begi. Kwa hiyo zote hapa ndo banda yetu tunahusiana vitu asili, yani tunarejelesha taka kuwa fursa. Uchumi rejeshi. Hongereni sana, lakini mimi kuna kitu nimekipenda hapa na nahitaji ufafanuzi kidogo. Hivi ni visoda, lakini hapa naona kuna kanga tofauti tofauti. Sasa natamani kujua hii ilichukua muda gani kuitengeneza? Unajua bwana, ukiwa mzoefu kwa siku kama hivi hapa mimi naweza nikatengeneza pia 10 kwa sababu najua. Na hivi vitenge hivi ni vile ambavyo tunaenda kwa mafundi kushona. Pia nikirudi hapo, kwa nini tunachukua hivi kwa mafundi kushona? Sisi haturuhusu uchomaji wa taka kutokana na taasisi yetu. Tunatunza mazingira. Kwa hiyo haturuhusu watu kuchoma. Kwa hiyo ili wasichome wanatupa sisi kila aina vitenge. Tunajua mafundi washona vitenge mbalimbali. Sisi tunachukua ndio tunashona kizibo kimoja, afu baadaye tunakuja tunaunganisha. Kwa hiyo kazi ni kwenye kuunganisha, ila kushona hivi. Kwa siku unaweza ukatengeneza vidude 200. Kwa hiyo kazi iliyobaki tu ni wewe kwenye kuunganisha. Na kuunganisha sio kazi kwa sababu ni kazi yangu ambayo naifanya mara kwa mara. Kwa hiyo sio ngumu sana. Hongereni sana kwa sababu mazingira yanasafishwa siku hizi kwa namna ya tofauti sana. Teknolojia imekuwa. Ndio, sana. Na sisi yani tunaendelea kuhimiza wananchi watu wajue jinsi ya kutenganisha taka, maana pia inabidi watu wajue kutenganisha taka za plastic na za vyakula. Mfano kuja kwenye taka za vyakula, sisi tunatengeneza mbolea kwa kutumia mabaki ya chakula. Tena kwenye plastiki tunarejelesha kama inakuwa tena hivi. Kwa hiyo sisi kwetu hatuna uchafu kiukweli. Sisi kila kitu tunarejelesha. Safi. Sana. Hongereni sana. Sasa hapa
Mia fursa ya maonesho ya Nane Nane. Baada sasa ya Nane Nane kuisha, mara nyingi huwa mtu akitaka kuhitaji vitu kama hivi anaweza akavipata wapi? Kwanza ni ofisini kwetu, lakini pia sisi ni tunazunguka sana. Yaani hatutegemei tu labda hivi maonesho ya Nane Nane. Sisi yani sehemu yote kukiwa kuna mikutano ya vikao hivi, sisi tunaenda na bidhaa zetu tunaonesha. Lakini pia kama kuna mtu anahitaji labda kwa oda, mfano kama hivi, unaweza ukataka labda mkeka mkubwa wa hiyo hapa, unatupa oda, tunalamba tunakupa, unatutafuta sisi tunakutengenezea. Kwa hiyo sisi yani tumebezi sana kwenye mikutano hivi, tunauza mahotelini, migawani hivyo yani. Kwa hiyo sisi yani hatutegemei tu maonesho. Sawa, asante kwa maelezo yako, lakini hii ni sikukuu ambayo ina mkusanyiko wa watu wengi na ninyi mna banda lenu hapa. Vipi kwa hali ya usalama kwa leo, unaionaje? Iko shwari? Hali sio leo, yani toka nije hapo hali ya usalama ni nzuri, yani hamna shida yoyote, yani tupo salama na tupo vizuri kabisa, yani uhuru upo kabisa. Unaitwa nani na ni mkazi wa wapi? Naitwa David Sanya, ni mkazi wa hapa Dodoma. David, wewe leo Nane Nane umekuja kuangalia nini? Nane Nane zaidi ambacho nimekifuata ni kuja kuangalia mambo ya ufugaji na kilimo zaidi. Kwa nini ufugaji na kilimo? Ufugaji na kilimo kwa sababu ndo vitu ambavyo navifanya zaidi. Nafanya ufugaji wa kuku hivyo zaidi, na kilimo pia bustani, lakini na zaidi ya yote nimekuja kuangalia mambo ya uvumbuzi wa mashine tofauti kwa ajili ya kuchakata mazao shambani, kwa ajili ya kuchakata mazao ya mifugo, kwa sababu mimi mwenyewe nimewekeza kwenye ujasiriamali wa mambo ya shambani, mashine na mifugo pia. Hongera sana. Asante. Sasa unaweza kutuambia utofauti kati ya Nane Nane ya mwaka huu na Nane Nane zilizopita, na ipi ambayo ilikuvutia zaidi? Nane Nane hii naona ni nzuri zaidi, watu ni wengi, imechangamka, watu wako free. Tukiangalia na mwaka wenyewe jinsi ambavyo ulivyo, mwaka huu ni mwaka ambao umekuwa ni wa neema, mazao ni ya kutosha. Kwa hiyo Nane Nane ya mwaka huu imechangamka sana, kama wewe mwenyewe unavyoona hali ya watu ni wengi, na naamini biashara ziko vizuri tu, hamna hata shida yoyote hiyo. Kwa hiyo Nane Nane ya mwaka huu kwa upande wangu naiona ni nzuri zaidi. Vipi toka umefika kwenye viwanja hivi vya Nane Nane mpaka sasa hivi, kwa unavyoona hali ya usalama wewe iko shwari? Hali ya usalama kwa kweli iko vizuri sana, kwa sababu kuanzia kule getini usalama umezingatiwa sana. Kuna ukaguzi, kuna maaskari na hivyo, yani wamesimamia usalama, watu tunaingia kwa utaratibu, hamna fujo, hamna vurugu. Mtu yeyote ambaye anaingia labda ana kitu ambacho hakitaki, labda silaha, pale getini anazuiliwa au wanamwambia kwanza akihifadhi. Kwa hiyo usalama mwaka huu ni mkubwa sana. Sawa, cha mwisho unatamani pengine kwa Nane Nane ya mwaka ujao kitu gani wakiongeze ambacho mwaka huu wewe hujakiona? Kitu kikubwa zaidi ambacho mimi natamani ni utaratibu pale getini waweke uwe mzuri zaidi. Yani pale kwenye ukaguzi watoe matangazo mapema, watu wakija wao wanafanyaje, wamejiandaa, kwa sababu pale mtu anafika na mtoto wake, labda unakuta yeye ni wa kike afu ana kijana labda tufanye wa miaka 15 16 ni wa kiume. Sasa ukifika pale wanasema wanawake wakae huku, wanaume wakae huku. Kwa hiyo sasa pale getini kumekuwa na changamoto kiasi, sio kubwa sana, lakini kumekuwa na changamoto kidogo pale. Lakini kitu kingine ambacho kinatakiwa ni kiongezwe ni namna ya mapokezi kule, watu wanapoanza wafanyaje kuingia, kwa sababu kuna watu wengine wanasikia tu Nane Nane afu mtu anafika haelewi anzie wapi aishie wapi. Baadhi watu wanakuwa wanazurura tu, yani wanakuwa hawaelewi, wanazunguka. Kwa mtu anawezekana kaa anatafuta kitu fulani lakini haelewi location, mabanda yako wapi. Kwa hiyo mimi naona ndo changamoto. Watu wengine wanazunguka wanatafuta vitu, lakini namna ya kuwaelekeza, namna ile ya mapokezi, labda mabanda ya mifugo yako huku, wanaotaka labda kuangalia mashine tofauti ziko huku, labda wanaotaka kujifunza mambo ya ufugaji wa nyuki, biashara, yani hivyo. Kwa hiyo serikali iweke utaratibu ambao mtu akiingia anaelewa ni kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya ufugaji wa nyuki, mimi nimekuja kwa ajili ya ufugaji wa kuku, mimi nimekuja kuona hiki na hiki. Kwa hiyo utaratibu huo kiukweli ni wajaribu kuweka vizuri, ili watu wao wanaelewa zaidi ni kwamba mimi napoingia nikitaka vitu fulani viko upande huu, nikitaka vitu fulani vinakuwa upande huu, tofauti na wale ambao wanakuwa ni wazoefu ambao anaelewa mimi nikifika mwaka huu
biashara fulani ama vitu fulani, kitaka kujifunza labda elimu fulani, huwe inapatikana huko. Kwa wageni kidogo inakuwa ni changamoto. Asante sana kwa mchango wako. Asante, nashukuru. Majina naitwa Hadija Lihumbo, ni mtaalamu wa kilimo kutoka kampuni ya East West Seed. Kampuni yetu inajihusisha na kuzalisha mbegu, kusambaza, kufanya utafiti, lakini pia inatoa elimu kwa wakulima na ni bure kabisa. Leo hii kwenye maonyesho yetu ya 88 kama tulivyosema kwamba kampuni yetu inazalisha mbegu za mazao ya bustani pamoja na matunda. Tuko na hizi mboga hapa Chinese ambayo ni mchihili, kuna sukuma wiki, kuna loshu na nyinginezo nyingi. Siri ya huduma hapa, kitu cha kwanza, uhakikishe unakuwa na mbegu bora. Huo ndio msingi wa kwanza wa mkulima kupata matokeo mazuri. Uwe na mbegu bora, ukishakuwa na mbegu bora tunakuja kwenye huduma sasa. Hakikisha unaliandaa shamba lako vizuri, unanyanyulia tuta. Kwa nini tunanyanyulia tuta? Ili kurahisisha mizizi iweze kupenya vizuri, kuchukua virutubisho pamoja na maji. Lakini pia hakikisha unazingatia kwenye upandaji kwa kufuata nafasi husika. Baada ya hapo tunaipa lishe stahiki. Unavyoandaa shamba lako hakikisha unaweka samadi ya kutosha, kwa sababu kwenye kilimo cha mboga hasa hizi mboga za majani ukitumia samadi zinakuwa zinakusaidia kupunguza yale matumizi ya mbolea za viwandani. Hivyo mkulima atapata matokeo mazuri, lakini pia atakuwa amepunguza gharama kubwa ya kutumia hizo mbolea. Lakini pia kitu kingine, hakikisha kwamba mkulima anafanya usafi wa shamba lake mara kwa mara pamoja na kufanya ukaguzi. Kwa kufanya hivyo itakusaidia kuepusha uwepo wa magugu shambani ambao watakupelekea kushambulia mimea yako na kukuingiza gharama ya kununua viuatilifu. Kwa hiyo tunasema kwamba siri ya kupunguza matumizi ya viuatilifu ni kwamba hakikisha unafanya njia za asili shambani kwako, ikiwemo kuzingatia lishe stahiki, umwagiliaji sahihi, lakini pia kwa kuweka mitego ama tunasema zile njia jumuishi, mitego mfano kama ya gundi na mingineyo, lakini pia kwa kufanya usafi shambani kwako. Asante kwa maelezo mazuri. Inasemekana kwamba kutumia mbolea kila wakati kunasababisha udongo unakosa rutuba wakati mwingine. Sasa tunatamani kujua kama ni kweli, na kama ni kweli huwa nini kinatakiwa kifanyike? Sawa. Kwanza niwaambie wakulima ni kwamba hizi mbolea za viwandani hazina madhara, ila endapo utatumia vibaya zitakuletea madhara kwa kuharibu udongo wako. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kabla haujalima hakikisha unapima udongo. Tambua afya ya udongo wako ili uweze kufahamu udongo wako unahitaji kitu gani. Baada ya hapo sasa, ukishafahamu unahitaji kitu gani, fanya vitu vinne. Kwa hizi mbolea za viwandani inabidi uzingatie vitu vikubwa vinne. Kwanza, chanzo sahihi. Chanzo sahihi unajua vipi kwamba mmea wako upo katika hatua gani na katika hatua ile unahitaji kirutubisho gani. Lakini pia weka mbolea yako sehemu sahihi. Kama ni mmea wako, angalia kwenye mmea wako ni sehemu gani ambapo mikono ama vile vidole vya mizizi ipo, ndipo uweke, kwa sababu ukiweka sehemu nyingine manake hiyo mbolea utakuwa tu umeipoteza. Lakini pia kitu kingine cha tatu, inatakiwa uweke kwa kufuata tunasema kwamba ule muda maalum, kwamba mbolea yako inabidi uweke kila baada ya muda gani, kwa kuzingatia tunasema kwa kuzingatia zao husika, lakini pia kwa kuzingatia udongo wako. Kwa hiyo ukifuata vitu sahihi vya kuvizingatia, hiyo mbolea za viwandani hazina madhara. Lakini ukiweka mbolea bila kuzingatia afya yako ya udongo, maana yake utakuwa unaharibu udongo wako, lakini pia utakuwa umejiongezea wewe gharama za matumizi shambani kwako. Mfano tuchukulie udongo wako una uchachu mwingi, wewe ukaja kuweka mbolea yenye nitrojeni nyingi, mfano kama urea, amidas na zinginezo. Maana yake ile urea ina nitrojeni mule ndani yake. Ili ile nitrojeni iweze kuvunjwa mpaka ichukuliwe na mmea, maana yake kuna kirutubisho kingine ama element nyingine ambayo inadondoshwa pale, ambayo inaitwa hydrogen. Ambayo hiyo hydrogen ikija kudondoshwa sasa kwenye udongo, inakuja kuongeza hali ya nini? Hali ya uchachu unakuwa juu zaidi. Kwa huyu mkulima ameharibu udongo. Kwa nini? Kwa sababu ametumia mbolea ambayo haitakiwi kutumika katika udongo wake. Ili nijue sasa kwamba udongo wangu ni mchachu kwa kiasi gani, nitajuaje? Kwanza kwa kuwashirikisha wataalamu. Sisi kama East West Seed tuna vifaa ambavyo vinakuwa vinapima hiyo hali ya udongo. Kwa hiyo tunakuja shambani kwako na ni bure kabisa, tunakufikia, tunapima pamoja, ukiona tunakwambia udongo huu uchachu wake ama tindikali yake iko kwa kiasi hiki. Kwa hiyo inabidi utumie mbolea fulani na hizi mbolea fulani usizitumie. Lakini pia sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina vifaa almost katika kila halmashauri au katika kila mkoa. Kwa hiyo kuna vifaa, ni mkulima kuwasiliana na bwana shamba wake, aje shambani kwake, achukue sampuli ya udongo akapime, kisha wamletee matokeo. Asante sana. Kwa yule ambaye sasa anataka kupanda nyumbani tu kwa ajili ya mboga za nyumbani tu,
yeye unaweza ukamshauri afanye nini ili pengine mboga zake ziwe nzuri kama hizi za kwenu ambazo zinaonekana hapa? Aha, asante, swali zuri sana. Ukiacha na hili eneo letu ambao tumeonyesha wakulima wale ambao wanalima kibiashara, lakini pia tuko na home garden maeneo yale pale, sijui kama mtafika. Tuko na hilo eneo kitu ambacho tunamshauri mkulima anaweza akatumia vile vifaa ambavyo nyumbani vimesha kuisha. Mfano kama haya mandoo yameharibika, badala ya kuyatupa sasa unaweza ukakitengeneza kibustani chako nyumbani. Lakini kama una eneo kubwa unaweza kutumia pia eneo lako la chini. Kitu cha kufanya kwa ajili ya mboga za nyumbani, hakikisha unaandaa eneo lako vizuri, ama udongo wako unauweka vizuri kwenye ile mifuko ama maplastiki ama vile ndoo zako ambazo zimekwisha haribika. Toboa vizuri ili kurahisisha ukiwa unamwagilia maji, mule ndani ubakie unyevu tu ambao unahitajika maji yaweze kupenya chini. Lakini pia tumia samadi ya kutosha. Lakini pia vile vitu ambavyo vimekwisha tumika nyumbani, tunaita yale mabaki si ya vyakula, baada ya kusema vitupe ovyo, unakuwa unaweka kwenye udongo wako, unakuwa unasaidia kuongeza rutuba ama virutubisho kwenye udongo wako. Asante sana. Swali la mwisho sasa, ukishapuliza dawa kwenye hizi mboga unatakiwa ukae muda gani ili uweze kuzitumia? Aha. Kila sumu, tunaziita sumu kwa sababu dawa inakuwa inatibu. Kila sumu inakuwa na muda wake maalum. Kwa hiyo kitu ambacho tunamshauri mkulima, unavyoenda kununua sumu yako kwenye duka la pembejeo, hakikisha unasoma vile vibandiko. Kwenye vibandiko wanakuwa wametoa taarifa nyingi sana, ikiwemo ni ukipiga hiyo sumu yako shambani inabidi uingie shambani baada ya muda gani ili kulinda afya yako. Lakini pia inatakiwa uchume baada ya muda gani baada ya kupiga hiyo sumu yako shambani. Kwa hiyo kila sumu inakuwa inatofautiana kulingana na ukali wa hiyo sumu yake. Kuna nyingine wanakuambia baada ya wiki moja, nyingine wiki 2, wengine hadi siku 21, wengine baada ya siku 3 naruhusiwa kuchuma. Kwa hiyo inategemea na aina ya sumu. Asante sana, nashukuru. Mtazamaji wa Jimbi TV, unaweza kutengeneza vitu kama hivi ukiwa nyumbani kwako. Kama una zile ndoo au plastiki ambazo huzitumii tena, usizitupe. Hizo sio taka. Unaweza kutumia kama fursa kutengeneza mboga nzuri kama hizi. Tuendelee, ambatana na sisi. Mambo? Poa. Unaitwa nani na mkazi wa wapi? Sara Jonathan Mari, mkazi wa Nkuungu. Sara, unaionaje Nane Nane ya mwaka huu? Ina tofauti gani na Nane Nane zilizopita? Nane Nane ya mwaka huu ni nzuri na vitu vingi na fursa nyingi za kutembelea, mambo ya kujifunza. Katika vitu vyote ulivyopita, ni kitu gani umekipenda zaidi na kipi ambacho umejifunza? Nimependa aina ya kilimo walivyokifanya, walivyokiboresha, mazao yamestawi vizuri. Pengine unatamani kwa Nane Nane ya mwaka ujao kitu gani kiongezwe? Nane Nane ya mwaka ujao natamani wanyama waongezwe. Wakina nani? Wanyama waongezwe na fursa ziongezwe nyingi zaidi. Unatamani kumuona mnyama gani? Pundamilia. Sawa, asante. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Rebeka. Rebeka, wewe leo umekuja kuangalia nini hapa? Mimi kwanza nimekuja kufuatilia cheti cha kuzaliwa. Siku zingine zote ulikuwa wapi? Mambo mengi. Sawa, tofauti na kufuatilia cheti cha kuzaliwa, naamini umepita kwenye sehemu nyingi kuangalia maonesho. Kuna kitu gani ambacho umekipenda zaidi kwenye maonesho mwaka huu? Kwanza wanyama nimependa. Kitu gani ambacho mwaka huu hujakiona unatamani mwaka ujao kiwepo? Bado sijazunguka sana, kwa bado sijaona ni kitu gani ambacho hakipo. Ila kuna vitu vingi. Haya, asante sana. Haya. Kitu gani wewe umekuja kukiangalia leo? Kwa upande wangu mimi nimekuja kuona mazingira jinsi yalivyo, maana nasikiaga Nane Nane ni nzuri kwa sababu sijawahi kufikaga Nane Nane. Kwa hiyo nimeenjoy mpaka muda huu na bado naendelea kuangalia mazingira, na enjoy. Ndio mara yako ya kwanza kuja Nane Nane. Ni kitu gani labda unatamani kwa mwaka ujao kiwepo ambacho mpaka sasa hivi ulivyotembea haujakiona? Kwa mimi naona ni sawa. Yaani kwa mimi bado naendelea kuzunguka, kwa hiyo sawa. Nikuulize kitu kidogo. Najua wakati unahadisiwa kwamba Nane Nane iko hivi, kuna vitu ulikuwa unatamani kuishi kuviona.
Kitu gani ambacho umewahi kuhadisiwa kwenye 88 kilikuwepogi huko nyuma, unatamani kama mwaka huu kiwepo uende ukakione baadaye? Niliambiwa yani wanaonesha hususani ni hizi mambo ya wanyama. Mimi napenda wanyama for sure. Kwa hiyo yani haya mambo ya wanyama ndio kitu ambacho nilitamani kuja kukiona na kifurahia pia. Nyama gani ukimwona utafurahi zaidi? Simba. Haya, asante sana, kila la heri. Asante. Ilikuwa ni kilele cha maonesho ya 88 kwa mwaka 2026 na kama ulivyoona maboresho yamefanyika tofauti na miaka iliyopita. Kwa mwaka huu maboresho ni mengi, mabanda yamekuwa ni mazuri, lakini elimu watu wamepata za kutosha na watu wamegundua vitu vingi ambavyo vinaweza kuwasaidia kwenye kilimo kwa hapo baadaye. Lakini pia suala la ulinzi na usalama limekuwa linaimarishwa sana katika eneo hili ili kuhakikisha usalama wa kila raia na mali zao unakuwa salama kabisa. Lakini kuna maoni ya wadau ambao wanadai kwamba kwa mwaka ujao au miaka ijayo basi kuwe kuna alama ambazo zinaonesha mabanda fulani yako eneo lipi ili kuepuka ule msongamano wa watu kutafuta sehemu ambazo wanataka kwenda kupata elimu. Ulikuwa na mimi Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Nyuma ya kamera ni director Mkuti. Hadi wakati mwingine, bye bye.